Nguvu ya maombi. Nguvu ya maombi. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, maandiko yanasema ombeni bila kukoma. Huu ni msisitizo uliopo kuhusu maombi. Omba bila kukoma. Omba wakati wote. Kwa namna yoyote ile, lazimisha uweze kuomba. Kuna kitu inakuonyesha. Maombi ni kitu serious. Maombi ni kitu cha kukizingatia. Maombi ni kitu cha kukichukulia serious. Mtu wa Mungu unatakiwa kuelewa, katika maisha yako kuna vitu vitatu ambavyo vinakupa uhai kiroho kama muamini, na mojawapo ni maombi. Katika vitu vitatu ambavyo vinakupa nguvu, vinakupa uwezo, vinakupa hatua, mojawapo ni maombi. So maombi kwako ni nguvu. Maombi ni hatua zako kiroho. Maombi ni kwa ajili ya ukuaji wako. Hautaweza kukua kama mtoto wa Mungu. Hautaweza kupiga hatua kuingia kwenye eneo lako la kimkakati na utawala kama kinywa chako kimefumbwa dhidi ya kuomba. Kinywa kilichofumbwa dhidi ya kuomba ni hatima iliyozimwa. Kwa hiyo usiwahi kukubali kukosa maombi. Usiwahi kukubali kuwa na uchovu ndani yako ambao unakusababisha ushindwe kuomba. Mtoto wa Mungu hautafanikiwa mpaka umefanikiwa kutengeneza maombi kwenye maisha yako. Angalia kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 12. Walawi sura ya 6 mstari wa 12, maandiko yanasema, na huo moto ulio madhabahuni utautunza uwake daima juu yake, usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi. Naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake. Naye atateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Kwenye maisha yako kama mtoto wa Mungu, kuna vitu vitatu vinavyotengeneza madhabahu yako kama muamini. Kuna vitu vitatu ambavyo ukiviunganisha kwenye maisha yako, utajikuta wewe ni mtu mwenye nguvu, ni mtu mwenye matokeo, ni mtu mwenye uhakika, ni mtu mwenye ujasiri. Unajua nini unafanya na unajua kwa nini unafanya unachokifanya. Mkristo mwenye matokeo, mtoto wa Mungu mwenye matokeo, anahitaji kwanza neno la Mungu. Pili, anahitaji maombi. Tatu, anahitaji sadaka. Ndio hivi vitu vimeongelewa kwenye hili andiko. Moto wa madhabahuni ni maombi. Maombi ndio moto. Kuni zinazochochewa na kuhani ndio neno la Mungu. Neno la Mungu linakupa mchocheo fulani, linakuconnect na uwepo, linakuconnect na ahadi zake. Then dhabihu au sadaka ya mafuta ndio sadaka ambayo wewe unatakiwa kuwa nayo. Kwa hiyo Mkristo mwenye nguvu ni anayejua kuunganisha neno la Mungu, maombi na sadaka. Huyu mtu sio rahisi kuweza kuanguka. Huyu mtu sio rahisi kuweza kupoteza. Kwa hiyo maandiko yanakusisitiza kwamba omba bila kukoma. Omba bila kuchoka. Omba bila kukata tamaa. Omba hata kama unahisi maombi yako bado hajaanza kukupa matokeo. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 21. Maandiko yanasema, lakini namna hii haitatoka pasipo kusali na kufunga. Hii ni kanuni ya nguvu ambayo Yesu alikuwa anashare na wanafunzi wake. Mitume walikuwa wametoka kwenye kukemea pepo na lile pepo likashindwa kutoka. Walikuwa wamefanya kila kitu ambacho Yesu akiwa anafanya kinaleta matokeo. Walijaribu kila kitu ambacho walikuwa wanajua kinaweza kuleta matokeo, lakini mwisho wa siku pepo alikutoka. Nini kilikosekana kwao? Mamlaka, utawala, nguvu. Ulimwengu wa roho unaheshimu nguvu, unaheshimu utawala, unaheshimu mamlaka ambayo mtu yuko nayo. Na hautakuwa na mamlaka mpaka umejifunza kuchochea madhabahu ya maombi, mpaka umejifunza kutunza moto wa maombi kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuna milango, mtu wa Mungu, inawezekana imefungwa kwa sababu haujawahi kuwa na maisha ya maombi. Kuna vitu vimekushinda, sio kwa sababu umeshindwa paseo, ni kwa sababu hauna nguvu za kiroho ambao ni mtaji wako wa kufanya maisha hapa duniani. Kwa hiyo wekeza kwenye madhabahu ya maombi. Wekeza kwenye kuomba.
jichochee uweze kuomba. Hamasika kuomba. Jifunze kuamini kwenye maombi. Hakikisha kwa namna yoyote ile unapata muda wa kuweza kuomba. Sasa naomba nikusogeze mbele zaidi, kwa sababu target yangu usiku wa leo ni kukufundisha nini unapaswa kukifanya kwenye chumba cha maombi. Sababu 7 zinazotakiwa kuwa kwenye fahamu zako mara zote unapoingia kwenye chumba cha maombi. Sababu 7 au makusudi 7 kwa nini unatakiwa kuomba bila kukoma. Lakini kwanza naomba nikujibu swali. Kuna watu najua wanaomba na hawana matokeo. Inawezekana ukawa unajiuliza swali, sasa kama maombi ni nguvu, maombi ni utawala, maombi yanasababisha vitu kutokea, inakuwaje kuna watu miaka nenda rudi tunawakuta wanaomba lakini matokeo hawana? Yakobo sura ya 4 mstari wa 2 na wa 3. Yakobo sura ya 4 mstari wa 2 na wa 3 kuna jibu hapa. Maandiko yanasema, mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hakuna kitu, kwa kuwa hamuombi. Kwa hiyo number 1 tunagundua sababu ya kwanza watu wengi hawana matokeo ni kwa sababu hawaombi. There is no way mtu wa Mungu utaomba na ukose matokeo. There is no way. Maombi lazima yakupe matokeo. Tuendelee mstari wa 3. Hata muombapo wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kwa hiyo tunagundua vitu viwili. Mtu hana matokeo kwa sababu either haombi au anapoomba anaomba vibaya. Mtu hana matokeo ni either haombi au anapoomba anaomba vibaya. Kwa hiyo watu wengi ambao wenye malalamiko wanahisi kwamba Mungu amewaibia. Wanahisi kwamba walokole au watumishi wa Mungu ni watu fulani ambao wanadanganya. Wanajaribu kuwahamasisha kuwa na moto wa maombi lakini waombe vitu ambavyo havina matokeo. Never. Sio kweli. Mtu yoyote anayeinua maombi lazima atapata matokeo. Unapokosa matokeo, tambua vitu viwili. Ni either hauombi ama unaomba vibaya. Sasa nataka nikusaidie uweze kujua sababu 7 ambazo unatakiwa kuzizingatia mara zote unapoingia kwenye chumba cha maombi. Kwa sababu kuna kundi kubwa la watu wanatumia sababu 2 pekee. Wengi wakiingia kwenye chumba cha maombi ni either wanaenda kupigana vita za kiroho, kumshambulia shetani, kuangusha ngome za wachawi, kufunga wakuu wa anga, au wanaenda kuombea mahitaji. Na kama umekuwa unatumia maombi yako yote kwa ajili ya hivi vitu viwili pekee, umefeli. Umefeli big time. Kuna vitu vikubwa sana umejipunja. So naomba nikuonyeshe nini unapaswa kukifanya kwenye chumba cha maombi. Jambo la kwanza, tumia muda wako wa kuomba kutafuta kumjua Mungu. Kutafuta Mungu kuweza kujifunua kwako. Assignment ya kwanza ya maombi ni wewe kumjua Mungu. Itakuwa vigumu sana mtu wa Mungu kuweza kuwa na moto wa kuomba, kumwamini unayemuomba kabla haujamjua. Kwa nini watu wengi wanakosa flow kwenye maisha yao ya maombi? Kwa nini watu wengi wanakosa hamasa ya kuomba? Ni kwa sababu hawajamjua Mungu. Wamemfahamu sana Mungu kwa kusikia kwa watu wengine. Wamesikiliza stori za watumishi wa Mungu, wamesikiliza shuhuda za watu mbalimbali. Kuna mtu unajua sasa hivi Mungu anayemwamini ni Mungu wa mtumishi wa Mungu fulani ambaye yuko Nigeria. Alimsikia yule mtumishi wa Mungu akiwa anamuongelea Mungu kwenye ufunuo wake, akashawishika. Lakini yeye binafsi hana ushahidi. Ni kosa. Mungu anaweza akajifunua kwako, lakini lazima uweze kuinua madhabahu ya maombi kwa lengo la kuweza kumtafuta. Unamwambia, Baba, naomba nikujue. Jifunue kwangu. Nataka nikujue. Nataka nikuelewe. Angalia kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 13. Maandiko yanasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Mungu anatoa garantii kwamba unaponitafuta lazima unione, lakini lazima uweze kunitafuta kwenye chumba cha maombi. Kwa moyo wako wote inayozungumziwa ni moyo wako unapoenda kuachilia mbele za Bwana kwenye chumba cha maombi. Kwa hiyo Mungu anaweza akajifunua kwako. Mungu anaweza akajulikana kwako. Ukaacha kuishi kwa stori za kusema Mungu wa fulani na Mungu wa fulani, ukawa na Mungu ninayemwamini, Mungu ninayemtumikia, Mungu ambaye ninaliitia jina lake usiku na mchana.
ukasema kwa huyo Mungu ninatumaini. So assignment ya kwanza ya maombi, unatakiwa kutumia maombi kwa ajili ya kumjua Mungu. Hili ndio ombi ambalo mtumishi wa Mungu Paulo aliliinua tena na tena. Mara zote Paulo alipoenda mbele za Mungu alimwambia tunataka nikujue wewe. Angalia kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 10. Maandiko yanasema ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake nikifananishwa na kufa kwake. Paulo, moja kati ya shauku yake kuu, moja kati ya ombi ambalo alilisukuma tena na tena ni kutaka kumjua Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua kadiri ambavyo ninamjua Mungu, ninakuwa na uhakika na kila kitu ambacho nakifanya mbele za Mungu wangu. Do you know, kuna mtu sasa hivi ameshindwa kuamini kwamba Mungu ana mpango kwa ajili yake, kwa sababu tu huyu mtu ana experience ndogo sana na Mungu. Kitu pekee anachojua kuhusu Mungu, anajua Mungu ndiye aliyeumba, Mungu ndiye ambaye ametengeneza miisho ya nchi, na Mungu mwisho wa siku atakuja kuhukumu wale wanaotenda maovu na wale wanaotenda mema. Kama ufahamu wako pekee kuhusu Mungu umekuwa limited kwenye hivyo vitu vichache, nikuhakikishie kuna vingi sana unapunjwa, kwa sababu bado hujapata ufunuo kuhusu Mungu ambaye unamwamini, Mungu unayemwabudu na Mungu unayelitia jina lake. Namba 2, nini cha kufanya kwenye chumba cha maombi? Tumia maombi kuweza kuligundua kusudi la maisha. Tumia maombi kuweza kugundua kusudi la maisha. Nataka nikuhakikishie mtu wa Mungu, japokuwa kila mtu alipewa kusudi wakati anapokuja duniani, lakini kusudi la Mungu haliwezi likafunuka kama nyanya, kama ambavyo watu wengi wanafikiri. Nimesoma vitabu vingi, watu wengi wanashauri kwamba fanya tu unachokipenda, then mwisho wa siku utaingia kwenye kusudi. Nataka nikuhakikishie unaweza ukajicommit kufanya unachokipenda, na hicho unachokipenda ndio kikakupoteza. Kusudi la Mungu pasel effective linafunuka kwenye chumba cha maombi. Kuna ujasiri utakuwa nao wa kuanza kupushi vitu kwa nguvu, kuanza kudea kufanya mambo ambayo hujawahi kufanya, kuanza kusukuma na kulazimisha vitu kuweza kutokea, kwa sababu ndani ya moyo wako umekuwa convinced kwamba hiki ndicho ambacho nimekutuma. Kuna watu wengi sasa hivi sababu pekee imesababisha wawe na mkono mlegevu kwenye kazi, kwenye huduma, kwenye biashara, kwenye mambo mengine, ni kwa sababu hawajajua mapenzi ya Mungu kwao ni kitu gani. Hebu angalia kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 na wa 5. Maandiko yanasema, neno la Bwana lilinijia na kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla haujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Huyu ni Mungu ambaye alikwenda kwa Yeremia kuweza kumtambulisha kusudi la maisha, kwamba Yeremia, sorry, naomba usihangaike na watu wengine, naomba unielewe mimi Mungu wako, kwamba kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nilishakujua, na kabla wazazi hawajakutambua, hawajajua utaitwa nani, hawajaanza kukuogesha, hawajaanza kukuvisha nepi, hawajaanza kukupa uji, tayari nilishakuandaa uwe nabii wa mataifa. So Mungu anajibu kuhusu swali lako, unataka kufanya nini kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, azimia ndani ya moyo wako, kabla huu mwaka haujaisha, kabla huu mwaka haujafikia ukingoni, uwe umelizovu huo mgogoro wa kuendelea kujiuliza, natakiwa kujiajiri au kuajiriwa, natakiwa kuishi Dar au niende Mwanza, nimeitwa kwenye huduma au niendelee kuwa hivi kama nilivyo. No, hakikisha unamtafuta Mungu akufunulie nini amekuumbia kuweza kukifanya. Sababu ya 3, tumia maombi ili kuzitambua njia za Mungu. Kuna kitu, mtu wa Mungu, kinaitwa njia za Mungu. Kuna kitu kinaitwa njia za Mungu. Mungu kwanza ana kila namna ya kusolve any issue hapa duniani, lakini hautafika mahali uanze kuaccess njia zake za kutatua mambo, njia zake za kufanya maisha, njia zake za kuleta utatuzi na kuleta utetezi kwenye mambo mbalimbali, mpaka umeinua madhabahu ya maombi kuweza kumuomba akufunulie. Hebu angalia kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 13. Maandiko yanasema, basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Huyu ni Musa akiwa mbele za Mungu. Alikuwa anamwambia Mungu, ikiwa nimepata neema machoni pako, na kusi unionyeshe njia zako.
Nataka kujua njia ambazo unazitumia kusababisha mambo kutokea. Do you know ufunuo wa kuomba njia maana yake nini? Maana yake unataka kuwa na uwezo wa kurudia kupata matokeo uliyoyapata leo. Sio leo upate matokeo fulani, kesho uwe hujui matokeo yalipatikanaje. Ukisoma Biblia yako, maandiko yanamuelezea Musa kwamba Musa alizijua njia za Mungu, lakini wana wa Israeli waliona matendo ya Mungu. Kuna watu wanaona matokeo, kuna watu wanajua nini kinasababisha matokeo kupatikana. Kama unataka kutembea na Mungu kwenye nguvu, unataka kuwa Mkristo wa faida, unataka kuwa mtu wa kimkakati ambaye una ujasiri ndani yako, hakuna kitu kinachokubabaisha, inua maombi, mwambie Baba, naomba unifunulie njia zako. Nataka nijue njia za kuitunza ndoa yangu. Nataka nijue njia za kuinuka na kufanikiwa kwenye biashara kama mtoto wa Mungu. Nataka nijue njia za kuwa mtumishi mwenye matokeo. Nataka kujua njia zitakazoniwezesha kuwa binti, kuwa baba, kuwa kijana wa kimkakati ambaye nina matokeo siku zote. Kwa hiyo hakikisha unamtafuta Bwana kwa ajili ya kukufunulia njia zake. Kusudi la 4, tumia maombi kutafuta badiliko au mabadiliko binafsi. Tumia maombi kutafuta badiliko au mabadiliko binafsi. Moja kati ya jambo ambalo ni mwiko kwenye ulimwengu wa leo, Mungu hawezi akaruhusu kitu kipya kifanyike kwa mtu ambaye ana matatizo ya zamani ambaye anaweza kuua kile kitu kipya. Ufalme wa Mungu hauwezi ukaruhusu. Ndio maana unaweza ukajikuta ni kama Mungu anakuzungusha eneo lile lile. Umezunguka pale pale kwenye hatua ya kwanza. Umezunguka kwenye kiwango kile kile kwa muda mrefu sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko kazini kukuchekecha, kuhakikisha kila takataka ambayo inaweza ikasababisha kile kipya, ile neema mpya, zile nguvu mpya, ule mpenyo mpya, ile nafasi ikaharibika kwa sababu ya kitu ambacho hajakibadilisha, akustopishe kwanza. Paka umerekebisha kile kitu, ndipo ambapo ataruhusu lile jambo jipya liweze kupatikana. Maandiko yanasema divai mpya haiwezi ikawekwa kwenye viliba vya zamani. Kwa nini? Kwa sababu kiliba cha zamani kikiweka divai mpya kinaweza ikapasuka. So Mungu hawezi akaruhusu akupoteze au aiharibu kazi yake kwa sababu wewe umegoma kubadilika. Angalia kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa 1. Isaya 6 mstari wa 1, maandiko yanasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake likalijaza hekalu. Huyu ni nabii Isaya, alikuwa anaongea kwamba majira yalipofika, mfalme Uzia alipokufa, mimi nilimuona Bwana. Swali unaotakiwa kujiuliza, ni kitu gani kinatakiwa kufa kwenye maisha yako kabla hujaanza kumuona Bwana? Ni jambo gani linatakiwa kuondoka? Tabia ipi inatakiwa kubadilishwa? Msimamo upi unatakiwa kubadilika? Mtembeo gani unatakiwa kuondoa? Kundi gani la marafiki unatakiwa kulidelete ili uanze kuona neema mpya, uanze kuona matokeo, uione ndoa yako, uone faida na kuinuka kiuchumi? Do you know kuna mtu sasa hivi sio kwamba ni shetani amemshambulia, yuko kwenye maisha magumu sana kwa sababu yeye ni mtu anayependa madeni. Ameendekeza sana roho ya kukopa imtawale. Ameendekeza sana. Huyu mtu yuko kwenye maisha magumu kwa sababu sio mwaminifu kwenye ndoa yake. Sio mwaminifu kabisa. Analala na huyu, analala na yule, anacheza na yule. Mwisho wa siku amejikuta kwenye mtandao wa mashambulizi, kwenye mkao wa kuonewa kila siku. Inawezekana wewe ni mtu ambaye biashara yako haijawahi kuinuka. Kwa nini? Kwa sababu na kauli mbaya kwa wateja. Kuna kitu lazima kife ili uanze kuona matokeo mengine. So jiulize, ni nini kinatakiwa kufa kwenye maisha yako? Inawezekana ikawa ni tabia, ni mtazamo, ni kitu fulani, ni kamkao fulani, ni ka attitude fulani. Kakiondoka utapata nafuu, utapata furaha. Inawezekana binti, ndoa yako imepigwa block kwa sababu unaongea sana. Kwa sababu wewe kila mtu unataka umpande kichwani. Kwa sababu hujaamini kwamba mwanamke anayevutia ni mwanamke ambaye yuko submissive. Ukiwahi kukosa hizo character, utajikuta unazunguka. Lazima kuwe kuna kitu kinatakiwa kufa ili upate matokeo. So the best way ya kukiua ni kuingia kwenye chumba cha maombi. Do you remember kuhusu Yakobo ndani yake kulikuwa na taifa la Israeli, lakini Mungu asingeitimiza ahadi ya taifa la Israeli kama Yakobo asingebadilishwa jina. Yakobo ilifika muda akagundua kwamba kuna tatizo kwenye maisha yangu. Akavusha familia yake, akarudi nyuma, akaenda kuomba usiku kucha.
Malaika alipokutana naye asubuhi akamuuliza, mtu wa Mungu, jina lako naitwa nani? Akamwambia, naitwa Yakobo. Akamwambia, kuanzia sasa hautaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Kuna badiliko lazima litokee ili hatima mpya ianze kuonekana kwenye maisha yako, ili mafanikio ambayo umeyaona ndani ya moyo wako yaanze kupatikana, ili ndoa unayotamani kuipata iweze kutokea. Lazima kuna kitu kinatakiwa kubadilika. The question is, nini kwako kinatakiwa kubadilika? Kama hujajua, maana yake umepoteza neema ya kupata hayo matokeo. Sababu ya 5, nini unatakiwa kukifanya kwenye chumba cha maombi? Tumia muda wako kwenye maombi kupigana vita za kiroho. Hili ni moja kati ya ombi ambalo Watanzania wengi wanalipenda. Wengi sana wanapenda vita za kiroho. Mara zote unapowaambia watu tuna kazi ya kumkomesha shetani, nataka nikuhakikishie, inawezekana huyu mtu alikuwa amelala au amesinzia mwanzo wa ibada mpaka hapo, lakini kuanzia hapo atainuka akiwa na nguvu, akiwa na ujasiri wa kuweza kumshambulia huyo shetani na kuweza kumkomesha. Angalia kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Maandiko yanasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi ni kama simba au ngurumaye, huzunguka akitafuta wa kummeza. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Sasa naomba unisikilize vizuri. Jambo la kwanza unaotakiwa kuelewa kuhusu shetani, shetani huwa hana ratiba maalum kwamba kwenye majira haya, kwenye siku hii na kwenda kumshambulia mtu fulani. Shetani yeye ni mzurulaji, ni kama simba anayezurura. Anajaribu kutafuta eneo ambalo liko wiki. Anajaribu kumtafuta mtu ambaye hajatengeneza nidhamu ya kuomba. Anajaribu kumtafuta mtu ambaye hajazungukwa na moto wa maombi, hajazungukwa na jeshi la malaika ili aweze kumshambulia. So, kama utafanya kosa, tambua kwamba shetani anakuzungukia, anakutafuta. Na akikuta kuna udhaifu, amekupata. Akikuta kuna shida, amekushambulia. Akikuta ulinzi wako uko chini kwa sababu hakuna maombi, amekulaza, amekuharibu, amekuumiza. So, kama umepigwa mara kwa mara, shetani anakushambulia mara kwa mara, ni dalili kwamba maombi yako ni kidogo sana au hauombi kabisa. Lakini jambo la pili unatakiwa kuelewa, adui ambaye hujawahi kumkabili, yeye ndo anakukabili. Shetani ambaye hujawahi kumkomesha, wewe ndo ambaye atakukomesha. Wewe ndio utakayekoma. So, inuka mtu wa Mungu. Inuka. Pigana vita vya kiroho. Jiulize, ni kwenye eneo gani umeminywa? Ni kwenye eneo gani umekandamizwa? Ni kwenye kitu gani adui amekubana? Angalia pattern za familia yenu. Angalia hiyo hali ya kuwa mara kwa mara unaugua. Angalia hiyo kitu. Kila mtu kwenye familia yenu hajawahi kuwa na ndoa. Kila mtu kwenye familia yenu ni umaskini wa kutupa. Kuna shambulizi. Hivyo vitu vyote vinageuka kwenye chumba cha maombi. Namba 6, tumia muda wako wa maombi kutengeneza partnership na Mungu. Mungu huwa anatafuta watu wanaoweza kufanya kazi na ufalme wake. Mungu anatafuta washirika atakao waamini na neema zake. Washirika atakao waamini na vitu vyake. Washirika atakao waamini kuweza kuwafunulia mambo makubwa na magumu. So, tumia muda wa maombi kumwambia Bwana, mimi niko hapa. Kama kuna lolote ambalo unataka kunituma kwenye kizazi changu, nitume mimi. Kama kuna jambo lolote unalotaka kuniamini kwenye haya majira, hiyo assignment nipatie mimi. Angalia kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3. Maandiko yanasema, niite nami nitakuitikia. Niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Condition ya kwanza, niite nami nitakuitikia. Maana yake usipomuita hata kuitikia. Lakini atakapokuitikia huwa ana kawaida ya kukuonyesha mambo makubwa na magumu ambayo haujawahi kuyajua. So, unapokutana na mtumishi wa Mungu anapata matokeo, anainuka, anakwenda kwa spidi, tambua kwamba huyu mtu, moja kati ya kitu ambacho ametengeneza kukifanya kwa kawaida kwenye maisha yake ni kumuita Mungu. Ni kumuita Mungu. Hakikisha unatenga muda wa kutosha kuweza kumuita Mungu. Na jambo la 7, tumia muda wa maombi kwa ajili ya mahitaji binafsi. Moja kati ya jambo ambalo nataka ulifahamu kwa uhakika, Mungu hapendi ukae kwenye mahitaji.
Mungu hapendi uwe kwenye mahitaji ambayo hauna uhakika yanatatuliwa kwa namna gani. Mungu hapendi uzungukwe na shida ambazo hujui unazisolve kwa namna gani. Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 na 8, maandiko yanasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. So kama haujawahi kuomba, maana yake hautawahi kupokea. Kama haujawahi kutafuta, maana yake hakuna utakachokiona. Na kama haujawahi kubisha, maana yake hakuna utakachofunguliwa. So inawezekana mahitaji yako yamesonga, yamekuwa mengi, yamekubana kwa sababu wewe haujatengeneza muda wa kuomba. Be blessed, mtu wa Mungu. Tukutane kwenye session nyingine, lakini naomba nikusisitize, subscribe kabla haujasubscribe. Kama haujawahi kusubscribe, mtu wa Mungu, comment kwenye hii video, na unaweza ukaniuliza maswali ambayo yatanisaidia zaidi ili kujua ni kitu gani naweza nikakusaidia kujifunza. Be blessed, tukutane kwenye session nyingine. Asante.